Walicheka kwa dhihaka, bila kujua yeye ndiye mmiliki wa kiwanda. Bunduki iliyowekwa kichwani pa Sam ilifanya midomo yake itetemeke. Saini karatasi hii, sauti baridi ilinong'ona nyuma yake. Mtalaki Juliana sasa hivi. Mikono ya Sam ilitetemeka. Shati lake lilikuwa limeraruka. Chumba hicho kilikuwa godown la zamani lenye madirisha yaliyovunjika na mabomba yanayodondosha maji. Balbu moja ilining'inia uso wake kama saa ya polepole. Vivuli vya wanaume warefu vilisogea ukutani. Mmoja wao alikokota bunduki. Sitamwacha, Sam alisema, sauti ndogo lakini imara. Hata kama nitakufa. Mlango ulivunjika kwa nguvu. Nyayo za miguu zilipiga kengele. Sauti ilipaaza, polisi, tupa silaha yako. Kila kitu kilipasuka katika vilio na miguu inayokimbia. Sam alifumba macho yake. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali jiunge nasi kwa kubofya kitufe cha subscribe na uwashe kengele kupata hadithi zaidi za kusisimua kama hii. Na tukarudi mahali pale ilikuwa imeanza. Asubuhi hiyo, Lagos iliamka kwa sauti ya injini na matumaini. Ndani ya kiwanda kikubwa zaidi cha kutengeneza magari barani Afrika, Julius Auto Assembly Plant, mashine zilihuma kama kwaya kubwa. Taa za kung'aa ziliwaka juu ya mistari ya fedha ya magari. Roboti zilipakua milango na kuteremsha injini kwa mikono kamili. Wafanyakazi katika sare za buluu walisogea kwa uangalifu. Hewa ilinukia chuma kipya. Mwanamke mmoja aliingia kupitia lango la kando. Alivaa sare ya fundi wa gari ya bluu yenye vumbi. Nywele zake zilikuwa zimekokotana. Mashavu yake yalikuwa na madoa ya mafuta. Mkononi mmoja alishika spana. Mkononi mwingine spana nyingine. Alionekana kama mtu mwenye njaa aliyelala kuwa akilala chini ya daraja. Hakuna mtu aliyemjua mwanamke huyu, isipokuwa mtu mmoja, Simon, meneja wa kiwanda. Alisimama kwenye balkoni na kumtazama kwa tabasamu la siri. Alikuwa ametimiza ahadi yake kwa sababu mwanamke huyo chini ya uchafu na sare hiyo alikuwa Juliana Anderson, mkurugenzi mkuu mpya na mmiliki wa Jules Auto. Alikuwa amekuwa bilionea akiwa na umri wa miaka 30 baada ya baba yake kufariki na kumwachia kila kitu. Alikuwa ameishi nje ya Nigeria kwa miaka mingi. Karibu hakuna mtu kiwandani aliyekutana naye. Walikuwa wameona jina lake tu kwenye barua pepe na maagizo. Leo alikuwa na dhamira, kujaribu moyo wa watu. Usimwambie mtu yeyote ni mimi, alikuwa amemwambia Simon usiku wa jana. Nataka kuona jinsi wanavyomtendea mgeni asiye na chochote. Simon alikuwa amenikia. Ndio bibi, nitakuwa naangalia. Sasa, mahali fulani karibu na mstari wa kukusanyia gari la Corolla la mwaka 2009 lilisimama na boneti yake wazi. Wanaume watatu, Sam na marafiki zake wawili, walikuwa wameinama juu ya injini, wakizungumza kwa sauti kubwa. Sam alikuwa na umri wa miaka 30, mweusi na amevaa vizuri katika shati refu la bluu lililotumbukizwa ndani ya suruali nyeusi. Mikono ilikuwa imeviringishwa na kukunja kidogo. Marafiki zake walivaa mashati yenye vifungo na mikanda. Walikuwa wakicheka sana kama watu wanaotaka chumba chote kiwaone. Injini imekwisha, rafiki mmoja alisema. Nunua tu gari jipya. Mwingine aliongeza, hapa ni Julius Auto. Wana magari mapya kabisa. Sam alilia. Labda mnasema kweli. Nimechoka na kitu hiki cha zamani. Juliana, bado akiwa katika mavazi yake ya uongo, alisogea karibu. Tumbo lake lilinguruma. Hakula kifungua kinywa kwa makusudi. Alitaka njaa imwongoze katika jaribio lake. Habari ya asubuhi, bwana, alisema kwa upole. Hauhitaji kuibadilisha, naweza kuitengeneza. Aliinua spana. Kwa chakula tu, nununulia sahani ya wali wa jollof na nitakutengenezea. Wanaume watatu walimkazia macho. Kisha wakalipuka kwa kicheko kikubwa. Sam alimwonyesha kwa tabasamu la dharo. Chakula? Wewe ni nani? Uliingiaje hapa hata? Rafiki yake alifunika mdomo wake akicheka. Bibi, hapa si barabara. Hapa ndio kiwanda kikubwa zaidi barani Afrika. Rafiki mwingine alimwaga mkono kuondokea mbali. Nenda nje, sisi tuna shughuli. Uso wa Juliana ulibaki utulivu. Naweza kukusaidia. Hakuna haja ya kupoteza pesa. Sam alitikisa kichwa kama amesikia utani wa kipumbavu.
Unadhani wewe kama hivi unaweza kugusa injini yangu? Alitazama kuzunguka ili awafanya kazi kumwona akionyesha nguvu. Meneja alipiga kelele. Meneja yuko wapi? Mwite ulinzi. Wafanyakazi walio karibu waligeuka. Wengine walikunjamisha uso kwenye tukio hilo. Wengine walinong'ona. Harufu ya kiburi ilikuwa nene kuliko harufu ya chuma. Juliana alishusha macho yake kwa muda, akihisi uchungu, lakini si kutokana na maneno yao, kutokana na ukweli wa watu. Kisha alitazama juu tena, jasiri na imara. Naweza kuitengeneza, alirudia. Wali wa jollof tu, hiyo ndio yote. Sam alisogea karibu, kidevu juu. Kama utagusa gari hili, nitakushtaki. Alipiga vidole. Ulinzi, hatua. Umati uligawanyika. Simon aliingia kwa utulivu, safi na mzito. Alitazama injini. Alitazama wanaume. Alimtazama Juliana. Mistari machoni pake ilifinyanga. Alitimiza ahadi yake na kulinda siri. Meneja, Sam alisema kwa sauti kubwa na kiburi. Tafadhali muondoe mwanamke huyu kwenye eneo hili. Anatuaibisha. Tulikuja kununua gari. Sisi ni wateja muhimu. Ukimya wa polepole ulianguka. Simon hakumtazama Sam. Alimtazama moja kwa moja fundi wa gari aliye na spana mbili na kuuliza kwa sauti ya kimya ambayo yeye pekee angeweza kusikia. Uko tayari? Juliana alimpa ikio ndogo. Kisha Simon akamkabili Sam. Bwana, alisema kwa sauti kama kengele ya onyo. Unajua unamdhihaki nani na kuniambia nimtupe nje? Sam aliviringisha macho. Nani? Fundi mwenye njaa. Juliana aliweka spana zote mbili kwenye fremu ya gari na kunyosha mabega yake. Kwa mwendo mmoja laini, alifungua zipu ya sare yenye uchafu na kuivua. Ndani, alivaa suti nzuri na ya bei ghali, yenye rangi ya usiku. Pini ya dhahabu kwenye lapel yake ilimetameta chini ya taa za kiwanda. Nywele zake zilianguka vizuri kuzunguka uso wake, madoa ya mafuta yaliondoka. Alisimama mrefu, mtulivu, bila kutetemeka. Kila sauti ndani ya kiwanda ilionekana kupungua. Roboti ziliendelea kusogea, lakini watu waliganda. Sauti ya Juliana ilikuwa wazi. Usiharakishe kuhukumu watu na kuwadharau, alisema. Sote tuna hadithi tofauti. Leo nilichagua kuona jinsi dunia ingenitendea kama ningekuwa fundi maskini wa gari. Alimwangalia Sam machoni. Umenionyesha ni nani wewe. Mdomo wa Sam ulianguka wazi. Marafiki zake wawili waliachisha kucheka. Moja alimeza kwa nguvu. Aliinua kidevu. Jina langu ni Juliana Anderson, alisema, maneno yakiangika kama chuma. Na mimi ni mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha Julius Auto. Kugusa kulienda kupitia wafanyakazi kama wimbi. Wengine walifunika vinywa vyao. Mwelezi karibu alidondosha kinyago chake. Mwanafunzi mdogo alinong'ona, ni yeye. Sam alichukua hatua nyuma. Hapana, hapana, hii ni utani. Lakini sauti yake ilitetemeka. Juliana alimgeukia Simon. Meneja, tafadhali niletee kibao. Simon alimpa kibao cheusi. Aligonga skrini kisha akakinyanyua juu. Macho yake yalirudi kwa Sam. Samuel Okechukwu. Alisoma kwa polepole. Umri wa miaka 30. Alituma maombi kwa nafasi ya mhandisi wa kiwanda. Mahojiano yamepangwa leo. Sam aliganda. Jasho liliundwa kwenye paji lake. Marafiki zake walimkazia macho. Tayari unanijua? Sam aliuliza, sauti ndogo. Uso wa Juliana ulikuwa mpole, lakini hakuondoa macho. Nilijua jina lako ulipoingia, na sasa najua moyo wako. Alitazama gari, kisha akarudi kwake. Ulicheka mgeni aliyeuliza wali wa jollof. Ulijaribu kumtupa nje. Magoti ya Sam yalilegea. Aliinamia kidogo kama ardhi ikimvuta chini. Tafadhali bibi, nimekosea. Nilikuwa na kiburi. Rafiki mmoja alipiga magoti mara moja. Bibi tusamehe. Mwingine alifuata, macho yenye machozi. Hatukujua. Watu waliomzunguka walitazama kwa macho mapana. Hewa ilivuma na mshtuko. Juliana aliruhusu ukimya ukae. Alivuta pumzi. Alikumbuka sauti ya baba yake. Mamlaka si kwa kiburi, ni kwa kujenga watu. Alimtazama Simon kwa jicho. Alisimama kimya, akimwamini. Alimkabili Sam tena.
Ulisema unataka gari jipya, alisema kwa upole. Lakini unachohitaji ni moyo mpya. Sam alikikia, machozi makali. Ndiyo, bibi. Juliana alitazama chini kwenye injini iliyo wazi. Gari hili halikufaa, alisema. Linahitaji umakini, linahitaji mtu mwenye uvumilivu. Linahitaji mtu asiyetembea mbali mambo yanapoonekana kuwa machafu. Aliinua macho yake. Unaweza kuwa aina hiyo ya mtu, Sam? Sam alifuta uso wake. Ninaweza kujaribu. Sauti ya Juliana ilienda upole. Usijaribu, kuwa. Alimkabidhi Simon kibao, kisha akainua moja ya spana tena, karibu kucheka. Na kuhusu injini, alinamia, aligonga waya na kuonyesha kiunganishi kilicholejea karibu na betri. Kazamisha hiki, badilisha coil hii, safisha throttle body, itafanya kazi. Sam alibisha. Wewe, ulijua tangu mwanzo. Juliana alitoa ikio dogo. Baba yangu alinifahamisha magari kabla hajanifundisha masuala ya bodi. Mnong'ono wa heshima ulipita kupitia wafanyakazi. Alirudi nyuma, akateleza spana kwenye fremu na kumtazama Simon. Meneja, alisema, sauti imara sasa. Tafadhali upange upya mahojiano ya Bwana Samuel Okechukwu kwa saa ya baadaye leo. Nataka kuona kazi yake, si maneno yake. Sam aliinua kichwa na matumaini na hofu. Bibi, asante. Tafadhali, Juliana aliinua mkono, akimzuia. Macho yake yalikuwa ya wema, lakini toni yake ilikuwa kali ya kutosha kukata kiburi. Samahani yako ni mwanzo, alisema. Tabia yako ijayo itakuwa mtihani. Aligeukia umati unaotazama. Na kwa kila mtu hapa, kumbukeni, fadhili pia ni ujuzi. Kama hauna, huko tayari kwa uongozi. Ndiyo bibi, ya kimya ilienda kupitia chumba. Juliana alimkabili Sam mara ya mwisho. Taa za kiwanda zilifanya halo kwenye sakafu iliyong'arishwa. Boneti ya gari lilisimama wazi kama mdomo ukingoja ukweli. Samuel alisema, akisema jina lake kwa uangalifu. Nenda unaweke mikono yako safi. Kisha unikutane katika chumba cha mikutano Trin baada ya dakika 30. Sam alitikisa kichwa haraka. Ndiyo, bibi. Juliana alichukua hatua moja mbali, kisha akasimama. Alitazama nyuma kwenye Corolla, kisha kwa Simon, na kisha kwa marafiki wa Sam wawili bado wanapiga magoti. Sauti yake ilishuka hadi mnong'ono wa utulivu ambao kwa njia fulani kila mtu alisikia. Pia, kuna jambo lingine moja. Alionyesha kamera ya usalama ya pembeni. Tuna rekodi kila kitu kwenye sakafu hii. Aligeuza kibao. Skrini ilionyesha video ya picha za watu wakionyesha kidole na kucheka kwa fundi maskini. Juliana aliinua macho yake imara na yasiyosomeka. Utakapoingia kwenye mahojiano hiyo, Sam, alisema, utaniambia ni nani ulikuwa kwenye video hii na ni nani unapanga kuwa baadaye leo. Alifunga kibao kwa kubofya ya kimya. Chumba kilishika pumzi yake. Ulinzi, Juliana alisema kimya. Waongozeni waheshimiwa watatu hawa kwenye eneo la kunawia. Na kisha, aliita, macho yake mkazia Sam kama akipima mustakabali wake mikononi mwake. Kwa ofisi yangu, umati ukakata pumzi. Moyo wa Sam ulipiga kwa nguvu kiasi kwamba aliweza kusikia. Na kisha kengele ya kiwanda ilipiga mara mbili. Beep, beep. Ishara kwamba mkurugenzi mkuu alikuwa akisogea kupitia sakafu, kwamba mikutano ilikuwa karibu kubadilika, kwamba maisha yalikuwa karibu kugeuka. Sam alimeza mate. Je, hii ilikuwa mlango wa ndoto yake au mwisho wake? Saa ya kiwanda ilianza kuanza hadi chumba cha mikutano. Sam alinawa mikono yake kwa ukimya. Marafiki zake walijaribu kuzungumza, lakini hasikia kuwasikia. Akili yake ilirudia tena tukio la jinsi Juliana alivyofungua zipu ya sare yake ya fundi na kubadilika kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ile ile aliyotaka kufanya kazi nayo. Ningewezaje kuwa kipofu hivyo? Alifikiri. Sahani moja ya wali wa jollof. Hiyo ndiyo tu aliuliza, nami nilimdhihaki. Chumba kilikuwa kipana na kuta za kioo zinazotazama sakafu ya kiwanda. Meza ya mahogani iliyong'arishwa ilisimama katikati. Nembo ya kampuni, Jules Auto Assembly, ilikuwa imechongwa ukutani kwa fedha. Juliana alikaa kwenye kichwa cha meza, mtulivu na asiyesomeka katika suti yake nyeusi laini.
Simon alisimama nyuma yake, kibao mkononi. Wahandisi wachache wakuu walikaa pembeni, wenye hamu, lakini kimya. Sam aliingia kwa polepole. Marafiki zake hawakuruhusiwa kuingia. Hii ilikuwa jaribio lake peke yake. Aliinamisha kichwa. Habari ya mchana bibi? Juliana hakucheka. Kaa. Sam alikaa, vitanga vya mikono vyake vikitoka jasho. Juliana alisukuma kibao kwenye meza. Kwenye skrini kulikuwa na video iliyosimamishwa. Sam akionyesha kidole na kucheka, yeye katika mavazi yake ya fundi. Huyu ni mtu gani? Juliana aliuliza, sauti yake ya chini. Koo la Sam lilikauka. Huyo ni mimi bibi. Nani unapanga kuwa baada ya leo? Sam alimeza. Mtu bora, mtu mnyenyekevu, mtu anayewaheshimu watu bila kujali wanavyoonekana. Kwa mara ya kwanza, Juliana aliegemea nyuma, macho yake yakilemazwa. Maneno ni rahisi Sam, lakini kampuni hii imejengwa kwa vitendo. Alipiga meza. Niambie, ungeitengenezaje injini ya Corolla kwenye sakafu? Sam alibisha. Moyo wake ulikimbiza. Lakini hii ilikuwa kile alichokijua vizuri. Alikuwa amesoma injini kwa miaka. Alifanya kazi na mjomba wake katika warsha ndogo ya Lagos. Na alitarajia kujiunga na Jules Auto kwa sababu ilikuwa tamaa ya maisha ya baba yake. Aliegemea mbele. Kwanza, ningeangalia coil pack. Ilionekana dhaifu. Kisha, ningekaza kiunganishi cha betri. Kilikuwa kimeleg. Baada ya hapo, ningesafisha throttle body. Hiyo itaboresha mtiririko wa hewa na kusimamisha kusitasita. Mhandisi mkuu mmoja aliinua nyusi zake. Ana haki. Juliana alitikisa kidogo. Na kama haianzi baada ya hiyo? Sam alijibu haraka. Basi ni shinikizo la mafuta. Ningeangalia relay ya pampu na mistari. Uso wa Juliana haukuhamia, lakini ndani alikumbuka baba yake akimfundisha hatua hizo alipokuwa na umri wa miaka 11. Alitazama kuzunguka meza. Waheshimiwa, mnadhani nini? Mhandisi mzee alizungumza. Ana ujuzi, anajua misingi yake. Macho ya Juliana yalirudi kwa Sam. Vizuri, sasa unyenyekevu. Unaelewa kwa nini uko hapa? Kifua cha Sam kilifinyanga. Ndiyo, bibi. Kwa sababu nilikuhukumu. Kwa sababu nilimdharau mtu aliyeuliza misaada. Juliana aliegemea mbele, sauti yake kali. Kwa sababu uliona uchafu na kufikiri unamaanisha kutokuwa na thamani. Kama ungekuwa umeangalia kwa undani, ungeona ujuzi, njaa, hadi. Sam alitikisa kichwa, machozi yakijaa. Ninaona hivyo sasa. Chumba kilienda kimya. Mngurumo wa mashine nje ulijaza ukimya. Hatimaye, Juliana alisimama. Simon, panga mahojiano yake ya pili na HR. Kama karatasi zake na sifa zinaendana na maneno yake anabaki. Kichwa cha Sam kiliruka juu. Asante bibi. Juliana aliinua mkono. Usiniambie asante bado. Niambie asante utakapojithibitisha kwenye sakafu hii. Unaelewa? Ndio, bibi. Sam alinong'ona. Juliana alimgeuzia mgongo wake, akitazama nje kupitia ukuta wa kioo kwenye mstari wa ukusanyaji. Kumbuka Samuel, magari yanaweza kutengenezwa, lakini tabia, hiyo ni ngumu zaidi. Usikose nafasi hii. Sam alisimama polepole, akiinamia. Alitoka nje ya chumba kwa miguu inayotetemeka, lakini moto kifuani. Baadaye jioni hiyo, Simon alimkuta Juliana ofisini mwake. Alisimama karibu na dirisha akinywa maji. Ulikuwa mgumu kwake, Simon alisema kwa upole. Juliana aligeuka. Nani napaswa kuwa? Kampuni hii si mashine tu. Ni watu, na watu lazima wajifunze. Simon alitikisa kichwa. Unadhani atafanikiwa? Macho ya Juliana yalirudi nyuma kwenye taa za kiwanda nje. Hiyo inategemea jinsi anavyotaka kubadilika vibaya. Simu yake ilizungumza. Ujumbe ulidhihiri kwenye skrini. Moyo wake ulisimama kwa muda. Ujumbe ulisoma. Hujambo Juliana, muda mrefu. Ulidhani unaweza kunitorokea mimi, David. Vidole vyake viliganda kuzunguka simu. Yule aliyeiba moyo wake na pesa yake zamani alikuwa amerudi. Wakati huo huo, Sam alikaa peke yake katika chumba chake kidogo cha kukodi. Macho yake yalikazia paa. Moyo wake ulikuwa umejaa aibu na matumaini.
lakini hakujua maisha yake na ya Juliana yalikuwa karibu kuchanganyika kwa njia ambayo hakuna aliyeweza kufikiria, na kivuli cha David kilikuwa mwanzo tu. Juliana hakuweza kuondoa macho yake kwenye skrini ya simu. Jina David liliwaka kama moto kifuani mwake. Ilikuwa miaka 7 tangu alipomwona mara ya mwisho. Miaka 7 tangu alipotoweka, si tu na uaminifu wake, bali na mamilioni yaliyokusudiwa kwa mradi wake wa kwanza wa magari. Alikuwa amejijengea mwenyewe kutoka kwa majivu ya udanganyifu huo. Lakini hapa alikuwa akimtumia ujumbe kana kwamba bado anamiliki sehemu ya maisha yake. Simon aliona uso wake ulioganda. Ni nani? Aliuliza. Juliana aliweka simu ndani ya mfuko haraka. Hakuna mtu, lakini moyo wake ulipiga kwa nguvu. Ilikuwa mbali na hakuna mtu. Upande wa pili wa mji, Sam alikaa kwenye kitanda chake cha kulegea, akikazia folda yake ya zamani ya vyeti. Ikiwa HR wangepiga keki kesho, wangegundua ukweli. Shahada yake haikuwa kamili. Alikuwa ameacha katika mwaka wake wa mwisho kwa sababu baba yake aliugua. Alichokuwa nacho ni kipaji cha asili na uzoefu wa warsha. Je, ikiwa anagundua? Alifikiri, hofu ikipinda tumbo lake. Je, ataniondoa? Je, atadhani nilidanganya? Marafiki zake wawili walitumbukia ndani ya chumba, bado wakicheka kutoka mapema. Sam, unaporeza muda wako, mmoja wao alisema. Mwanamke huyo hatakupa kazi. Watu matajiri kama yeye wanataka tu kuwaibishia watu maskini. Sam alikamata ngumi zake. Hamkumsikia. Alinipa nafasi, sitaipoteza. Lakini ndani kabisa, hofu ilimnyonya. Juliana alikaa ofisini mwake, kiwanda kimya baada ya masaa ya kufunga. Hatimaye alifungua ujumbe wa David tena. David, hujambo Juliana, muda mrefu. Ulidhani unaweza kunitorokea. Mzunguko mwingine ulifuata. David, nasikia sasa unamiliki kiwanda. Inapendeza, lakini wewe na mimi tuna biashara isiyokamilika. Tutaonana hivi karibuni. Pumzi yake ilichukuliwa. Nione hivi karibuni, alihemea. Hapana, si tena. Alichukua simu yake na kupiga simu kwa mtu wa usalama binafsi. Ninahitaji ufuatiliaji kuongezwa kuzunguka kiwanda. Na nyumbani kwangu, hakuna maswali. Sauti yake ilitetemeka, lakini uso wake ulikuwa mgumu. Sam alifika kiwandani mapema, amevaa shati lake safi zaidi na suruali. Alishikilia faili yake iliyochakaa kama ngao yake ya mwisho. Kwa HR, afisa alisomba nyaraka zake na kukunja uso kidogo. Nakala yako ya miamala haionyeshi kuhitimu. Tumbo la Sam lilianguka. Alitaka kukimbia, lakini kisha alikumbuka maneno ya Juliana. Magari yanaweza kutengenezwa, lakini tabia hiyo ni ngumu zaidi. Aliinua kidevu. Sikuhitimu, bwana. Nimeacha kwa sababu baba yangu alikuwa anakufa. Nimefanya kazi katika warsha ndogo tangu wakati huo. Najua injini. Najua mifumo. Labda sina karatasi, lakini nina mikono. Afisa alimkazia macho kwa muda mrefu, kisha kimya aliandika kitu kwenye faili. Subiri nje. Sam alikaa kwenye ukumbi, akitetemeka. Dakika baadaye, Simon alitokea. Juliana anataka kukuona. Magoti ya Sam yalihisi kama maji alipofuata. Juliana alimtazama kwa utulivu. Siri yako imetoka. Hakuna shahada. Kwa nini hukuniambia jana? Sauti ya Sam ilikauka. Kwa sababu niliaibishwa. Lakini nataka kuthibitisha naweza kufanya kazi. Tafadhali bibi. Nipe nafasi moja tu. Moja tu. Ukimya. Saa inayotikisa iliangika kama nyundo. Hatimaye, Juliana aliegemea mbele. Uaminifu wako leo umekuokoa. Unaelewa? Sam alibisha kwa mshtuko. Wewe, bado utaniruhusu kujaribu? Ndio, alisema kwa uthabiti. Si kwa sababu ya vyeti vyako, bali kwa sababu ulikubali ukweli. Kampuni hii ilijengwa kwa jasho, si karatasi. Lakini macho yake yalifinyanga. Nikosi mara moja na umeondoka. Sam aliinamia kwa undani, machozi yakijaza macho yake. Sitakukosea. Wakati huo huo, simu yake ilizungumza tena. Alitazama skrini. David. Niko karibu kuliko unavyodhani. Mkono wa Juliana uliganda. Macho yake yaliinuka kuelekea dirisha. Na pale, ng'ambo ya barabara,
SUV nyeusi ilikuwa imesimama, madirisha yake ya rangi ikielekea ofisi yake. Mapigo ya moyo wake yalipiga kwa nguvu. Tarestera. Sura ya pili. Kivuli kinarudi. SUV nyeusi haikuwa imehamia kwa masaa. Juliana alisimama kwenye dirisha la ofisi yake, mikono yake ikishikilia pazia kwa nguvu kiasi kwamba vidole vyake vilikuwa nyeupe. Alijua uwepo huo. David. Simu yake ilizungumza tena. David. Milki yako inaonekana nzuri kutoka hapa. Lakini kumbuka, Juliana, nilikujenga kabla sikuvunja, na ninaweza kufanya hivyo tena. Alipiga simu kwa nguvu, kifua chake kikipanda na kushuka. Kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi, hofu ilidhihirisha kumaliza ujasiri wake. Simon aliruka ndani. Bibi, ulinzi wamekagua SUV. Hakuna namba za leseni. Yeyote aliye ndani hanatoka. Sauti ya Juliana ilikuwa kali. Waweke macho kwao, ongeza walinzi, lakini akili yake ilinong'ona. Kwa nini sasa? Kwa nini wakati nilipompa Sam nafasi? Kwenye sakafu ya kiwanda, Sam alifuta jasho kutoka kwenye uso wake. Corolla aliyozungumza kuhusu jana ilikuwa imevingirishwa ndani tena. Wakati huu kimya kabisa. Mhandisi mkuu alivuka mikono yake. Kama unataka kufanya kazi hapa, itengeneze. Hakuna zana isipokuwa zinazopatikana kwenye sanduku hili. Hakuna msaada. Dakika tepwel. Sam aliinamia juu ya injini, moyo ukipiga mbio. Alijinong'oneza. Betri plagi pampu. Mikono yake ilisogea haraka, akili yake kali kuliko wakati wowote. Alikaza, kurekebisha, kusafisha, kuomba. Dakika zilipita. Hatimaye aliguzisha funguo. Injini iliyunguruma kuanza kufanya kazi. Wafanya kazi karibu walipiga makofi kidogo. Mmoja alihemea, si mbaya kwa aliyeacha shule. Sam alijisikia kifua chake kikijaa kiburi. Kwa mara ya kwanza, aliamini angeweza kuwa na mahali hapa. Lakini kisha kengele ilipaza. Sauti ya Simon ilivunjika juu ya intercom. Uvunjifu wa usalama. Magari yasiyojulikana kwenye lango la magharibi. Wafanyakazi walitawanyika. Mashine zilizimwa. Sam aliganda, zana bado mkononi mwake. Kupitia paneli za kioo, aliona watatu wa SUV nyeusi wakiingia. Wanaume katika suti nyeusi wakitoka. Hawakuwa polisi. Hawakuwa wateja. Walionekana kama vivuli wenye bunduki. Juliana alipigia kelele kwenye sakafu, akizungukwa na walinzi. Macho yake yalisomba machafuko. Kisha alimwona Sam, bado amesimama karibu na Corolla. Sam shuka chini, alipiga kelele. Risasi ziligonga kuta za kiwanda. Wafanyakazi walipiga kelele na kuinama. Sam alianguka ghorofa, adrenaline ikipanda. Kutoka SUV, mtu mrefu alitokea, uso wake wa umri, lakini bado kali, alama kwenye aya yake. David. Alitandaza mikono yake pana kana kwamba akimsalimu rafiki wa zamani. Juliana, malkia wangu wa injini, umenikosa? Damu ya Juliana ilichemka. Unathubutu kuingia hapa? David alicheka, sauti yake ikiangika kupitia machafuko. Uliiba wazo langu, pesa zangu, mustakabali wangu. Sasa nimekuja kukusanya. Taya yake ilikamata. Ulinisaliti kwanza. Macho ya David yalisomba chumba, hatimaye yakimwona Sam. Alitabasamu kwa dharau. Na huyu ni nani? Mvulana wako mdogo wa fundi. Anaonekana wa manufaa. Moyo wa Sam ulianguka walipojaribu wanaume wa David kusogea kwake. Juliana aligeukia walinzi wake. Walindeni wafanyakazi. Mweke Sam salama. Lakini Sam, akitetemeka, alisimama polepole. Akili yake ilipiga kelele kukimbia. Lakini miguu yake haikuhamia. Hakuweza kumwacha Juliana akisimama dhidi ya wanaume hao. Kwa mara ya kwanza, aibu yake, njaa yake, kiburi chake, vyote viliwaka kuwa ujasiri. Alichukua fimbo ya chuma kutoka sakafu, akiishikilia kama silaha. Kama unamtaka yeye, alipiga kelele, lazima upite kwangu kwanza. Sakafu nzima ikakaa kimya kwa mapigo ya moyo. Midomo ya David ilikunja katika tabasamu hatari. Oh, hii itakuwa ya kufurahisha. Sauti ya hatua za miguu iliongezeka. Vivuli vilifunga. Sura ya 3. Mapigano ya kiwanda. Sakafu ya kiwanda iliangikana hatua nzito wakati wanaume wa David walisogea. Wafanyakazi walijificha nyuma ya mashine.
Hewa ilinukia mafuta, moshi na hofu. Sam alishikilia fimbo ya chuma kwa nguvu zaidi. Mikono yake ilitetemeka, lakini sauti yake iliangika wazi. Hamchukui yeye. David alicheka polepole na kwa dharau. Angalia wewe, shati likikamata na jasho, macho mapana na hofu. Aliyeacha shule na fimbo akisimama njiani mwangu. Je, unajua hata ni nani mimi? Sam alimeza kwa nguvu. Sijali ni nani wewe. Aliamini kwangu wakati hakuna mtu mwingine alifanya. Hiyo inatosha. Mmoja wa wanaume wa David aliruka. Sam aliviringisha fimbo kwa kila kitu alichokuwa nacho. Mlipuko uliangika wakati chuma kilikutana na mwili. Mtu alianguka nyuma, akilia. Machafuko yalizuka. Walinzi walipiga risasi. Wafanyakazi walipiga kelele. Mashine zilizungumza. Cheche ziliwaka hewani kama mfano wa sherehe. Juliana alisogea haraka, akinama nyuma ya mstari wa kukusanyia wakati akitoa maagizo. Lindeni malango, msiwache kusambaa. Moyo wake ulipiga kwa nguvu alipokazia macho na David ng'ambo ya sakafu. Hakuja hapa tu kumtisha, alitaka udhibiti wa kampuni yake. Simon aliteleza kwake, bila pumzi. Bibi, polisi wako njiani, lakini watachukua muda. Macho ya Juliana yalirudi kwa Sam. Alikuwa bado amesimama, amechubuka, lakini bila kulegea, akishikilia wanaume wawili mara mbili ukubwa wake. Kitu ndani yake kilihisi. David aliinua mkono wake, na wanaume wake wakasimama. Sakafu ilikaa kimya kwa njia ya kutisha. Alisogea mbele, tabasamu lake likifuta kuwa chuma baridi. Juliana, aliita, sauti yake ya kina, ya kuamuru. Nipe kiwanda, saini nusu na nitaondoka. Pinga. Na macho yake yaliteleza kwa Sam. Nitamzika mvulana huyu mahali alipojisimamia. Taya ya Juliana ilikamata. Kumbukumbu za zamani zilipita. Akiiba miundo yake, kumalizia akaunti yake ya benki. Akicheka alipolia. Alitoka kutoka mahali pa kujificha, mabega yamesimama. Ningependa kupoteza kila kitu kuliko kukuinamia tena. Macho ya David yalikuwa giza. Basi utamwona akifa, aliashiria kwa Sam. Wanaume wawili walimkimbilia, wakikamata mikono yake. Sam alipigana, akipiga kelele, usimsikize bibi. Kifua cha Juliana kiliumwa. Hakuweza kupoteza kampuni yake, lakini hakuweza kumruhusu David kuharibu mtu aliyekuwa amepata nafasi yake ya pili. Juliana aliinua mkono. Ngoja, alipiga kelele. Kila mtu aliganda. Sauti yake ilishuka chini, imara kali. David, unajua kwa nini kampuni hii inasimama? Kwa sababu nilijenga kwa uvumilivu, kwa kushindwa kulibadilika kuwa moto, kwa watu kama Sam, watu ambao wewe ungecheka. David alitapika. Hotuba nzuri, lakini Juliana alitabasamu kidogo. Na hapa ndipo tofauti kati yangu na wewe. Wewe unatumia watu, mimi ninawainua. Wakati huo, kelele za siren zililia nje. Magari ya polisi yalimwagika kwenye lango. Tabasamu la David lilitetemeka. Alitazama nyuma. Wanaume wake walipumzika. Juliana alipiga kelele, sasa. Walinzi wake walipiga mbio mbele. Sam, kwa mlipuko wa mwisho wa nguvu, alitoboa huru na kuswing fimbo yake, akipiga mmoja wa wanaume wa David kwenye ardhi. Wafanyakazi walipiga kelele wakishirikiana. David alilani akirudi kuelekea SUV. Hii haijamalizika, Juliana, alinguruma kabla ya kutoweka ndani ya gari. Msafara mweusi ulipiga mbio nje tu wakati polisi walipozunguka kiwanda. Sakafu ilitulia polepole. Wafanyakazi walitokea, wakitetemeka, lakini wako hai. Walinzi walilinda kiwanda. Juliana alitembea kuelekea Sam. Alikuwa kwenye magoti yake, amechoka, jasho likidondoka, akishikilia mkono wake uliumia. Aliinamia karibu yake. Ungeweza kukimbia. Sam alitazama juu, macho yenye machozi. Sikuweza. Si baada ya yote ulionifundisha katika siku 2 tu. Kwa mara ya kwanza, uso wa Juliana wenye ukali ulikunjamana katika tabasamu la kweli. Basi tayari umepita mtihani wa kweli. Alisimama na kugeukia wafanyakazi waliokusanyika. Acha leo iwe somo. Nguvu si katika pesa au vyeo. Iko katika kusimama kwa kile ambacho ni sahihi. Sam alinishuta mara moja.
lakini leo alitulinda sisi sote. Kutoka leo yeye ni mmoja wetu. Wafanyakazi walipiga makofi, kelele za furaha zikipita sakafu. Sam aliinamisha kichwa chake, akivunjwa. Waraka hitimisho, ujenzi mpya. Wiki baadaye, Sam alivaa sare ya Julius Auto kwa kiburi. Hakuwa tu mfanyakazi, alikuwa mwanafunzi mhandisi, akifundishwa kibinafsi na Juliana. David alikuwa ametoweka kwenye vivuli, lakini Juliana alijua atarudi siku moja. Tofauti ilikuwa wakati huu hakuwa peke yake. Alitazama kwenye sakafu ya kiwanda kwa Sam, akikaza bolts kwenye mfano mpya. Alitazama juu na kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi, alihisi kitu alichodhani amekuwa amepoteza: imani. Juliana alinong'ona chini ya pumzi yake. Walikudhihaki Sam, lakini ulithibitisha walikuwa makosa. Na pamoja, tutajenga zaidi ya magari. Tutajenga urithi. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali acha maoni, shiriki na ujiunge na channel yetu kwa hadithi zaidi za kusisimua na za kuelimisha. Asante kwa kutazama.